Chama cha Mapinduzi kimeutangazia umma kuwa baada ya mashauriano na wanachama wake kutafakari na kupima kwa umakini ushauri huo, kimeahirisha ratiba mchakato wa ndani wa uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo sasa mchakato huo badala ya kuanza Mei Mosi utaanza rasmi Juni 28, 2025 majira ya saa 2 asubuhi. Kwa kuzingatia marekebisho hayo, sasa mchakato wa uteuzi wa wagombea utaanza rasmi tarehe 28 Juni 2025 majira ya saa 2 asubuhi na kukamilika tarehe 2 Julai 2025 majira saa 10 jioni, kwa kufuata utaratibu ule ule uliotangazwa kwenye taarifa ya Aprili 10 mwaka 2025. Inasema taarifa iliyotumwa usiku huu kwa vyombo vya habari kisainiwa na Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Taarifa kwa umma iliyotolewa Alhamisi Aprili 10, 2025 na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Amos Makali ilieleza kuwa wanachama wanaogombea nafasi za viti maalum vya wanawake katika ubunge au baraza la wawakilishi kupitia kundi la umoja wa wanawake UWT pamoja na makundi maalum wafanyakazi, wasomi na wenye ulemavu watachukua fomu na kurudisha kwa katibu wa UWT wa mkoa unaohusika. Wanachama wanaogombea nafasi za viti maalum vya wanawake katika bunge au baraza la wawakilishi kupitia jumuiya ya vijana na wanachama hicho UVCCM watachukua na kurudisha fomu kwa katibu wa UVCCM mkoa husika. Makara pia alieleza kuwa wanachama wanaogombea nafasi za viti maalum vya wanawake kupitia bunge au baraza la wawakilishi kupitia jumuiya ya wazazi watachukua na kurudisha fomu kwa katibu wa wazazi mkoa unaohusika. Aidha, wanachama wanaogombea nafasi ya diwani wa kata Bara au wadi Zanzibar watachukua na kurudisha fomu kwa katibu wa CCM wa kata wadi inayohusika, huku wakigombea nafasi ya udiwani viti maalum vya wanawake wakitakiwa kuchukua na kurudisha fomu kwa katibu wa UWT wa wilaya inayohusika. Ikumbukwe kuwa katika nafasi ya urais chama hicho kilikwisha maliza kwa kumteua Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza. Upande wa Zanzibar, Rais Hussein Mwinyi alipitisha kutetea nafasi hiyo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.